Ndugu zangu, wote mnaonifuatilia mnakumbuka niliwekaga namba yangu wazi. Kipindi kile nilikuwa nazozana na hawa diaspora wanaopenda kutuchota akili kwamba huko waliko wanaishi maisha mazuri sana. Kumbe wanateseka sana. Unajua kumweleza mtu kwamba madiaspora wanakoishi wanateseka haizi kukuelewa. Tengeneza picha hii. Kuna mtu yuko New York, diaspora anafanya kazi. Analipwa mshahara wa $10,000. Lakini kwa gharama za maisha za pale New York, akijitahidi sana atasave $1,000. Yaani kutoka kwenye $10,000 unajikuta unasave $1,000. Sawa eh? Alafu kuna Mswahili yuko hapa Tanzania, Dar es Salaam, anafanya kazi, anapata mshahara wa $700,000. Katika matumizi yake kwa mwezi anasave $400,000. Anatumia $300,000, anasave $400,000. Wa New York kwa mwezi anatumia kwenye $10,000, anasave $1,000. Yes. Sasa kwa wale wanajua mahesabu ya asilimia, mtu wa Dar es Salaam anasave zaidi ya 50%. Yule mtu wa New York anatembea huku akiwa na ugonjwa wa akili kichwani. Huyu mtu wa Dar es Salaam anaishi peponi. Wewe unatumia $300,000 na save $400,000, zaidi ya 50%. Kwenye kujua mahesabu ya asilimia wanaelewa. Tuache hapo kwa sababu wale tayari nimeshawaweza, yani wale nimeshawaweza. Sasa namba yangu huwa napokea video nyingi sana za kutoka nje, hata za ndani, lakini nyingi ni za kutoka nje. Marekani, Uingereza, Canada, nyingi sana. Sasa ndugu zangu, kwa kilichotokea juzi kwenye nchi yetu na baadhi ya video ambazo nimetumiwa na voice note, sintazicheza, sitaki kuwa yani mimi nataka nitoe jibu la matatizo yetu la kweli kabisa, na hili jibu litekelezwe quick fast. Hatuhitaji hata central government. Sisi wenyewe tukitekeleza litatuokoa. Ngoja nikusaidie ndugu yangu ambaye tayari umejazwa itikadi. Sawa? Tengeneza picha hii ndogo. Tengeneza picha hii ndogo na kuomba. Vituo vyote vya mafuta vya nchi ya Tanzania ni vya watu wa CCM. Kwa hiyo tumeamua kuvichoma moto vyote vituo vya mafuta. Atakayeumia ni nani ndugu yangu? Kweli CCM ni dalali. Sawa? Tumechoma vituo vyote vya mafuta. Anayeteseka ni nani? Angalia juzi. Alafu kizuri, ujue Mungu ananipenda, niliwaambia hata kwenye video zangu zilizopita, tukiharibu hii nchi atateseka nani? Majibu tayari mnayo. Tunateseka sisi. Ile lockdown tu ndugu yangu, tayari watu wameshaanza kutafunana nyama. Mimi natumiaga neno kutafunana nyama. Vitu vilivyopanda bei. Unajua mimi kati ya kitu ambacho nakijua kuliko vyote ni njaa. Yaani njaa huwezi kunihadithia, naijua kwa sababu nimeishi. Sawa eh? Kwa hiyo nikikuta mwenzangu anasikia njaa, huwa naivaa kama vile navyo experience. Ngoja nikupe kama mfano kadogo. Siku moja nilikuwa nakula sehemu Kariakoo, unajua kule. Akapita madogo zetu hao wanaokula gundi nini, bange, unajua kwa sababu ndio nao ishi nao wengi. Hawana elimu yote, maskini ya Mungu, hawajui chochote. Akaniambia, brother, naomba kumalizia hicho chakula unachokula. Nilijua, yani ile njaa yake nilikuwa naisikia. Sasa kidogo mfukoni nilikuwa na madusu, kumwambia mama, mpe maharage chapati yale akajiongeze mbele. You see? So haijalishi ni mbaya ni nani ni kibaka, I don't care, but I can feel ile njaa yake kwa sababu njaa naijua. Sasa wa Tanzania, nataka niwaambie kitu kimoja. Hakuna serikali yoyote duniani inayoweza kuzuia ugaidi. Yes. Central government yoyote duniani haiwezi kuzuia ugaidi. Njia ya kuzuia ugaidi ni moja tu. Jukumu la ulinzi na usalama wa taifa ni mali ya grassroots society, jamii ile ya chini kabisa, ndio inayopewaga hilo jukumu la ulinzi wa taifa. Huo mfano nimeutoa wapi? Kwa Wachina. Mimi napenda sana kufuatilia video za Wamarekani wanaoishi China wakikava utamaduni wa Wachina
unavyotengeneza usalama katika jamii, wakilinganisha na jamii zao za ujambazi, gun violence. Watu wamekaa sehemu wanakula, anakuja mtu anawapiga risasi with no reason. Hizo video ninazo nyingi sana. Watu wamekaa sehemu wanachill, mtu anaendesha gari anawaparamia, anawaua, ana matatizo ya akili. Unajua, hiyo yote ni muundo wa kijamii wa Marekani ulio mbovu. Wanaongea sana, ndio maana mimi nawaambia wazi, vita yetu na CCM sio tumtoe CCM tumweke Chauma au Chadema. Inabidi tumnyang'anye CCM hiyo kofia ya udalali, tumiliki rasilimali zetu. Sitaki niende huko. Sasa kama nilivyowaambia, kuna video nimetumiwa na voice note. Sitakuchezea, lakini mimi natoa jibu la kuzuia hiyo mipango. Mingine imeshatekelezeka na madhara yake mmeyaona. Si ndio? Nirudi nyuma kidogo, nimeshawaambia mimi si mlala nje wa Kariakoo. Kwa hiyo kuishi katika muundo wa kijamii sina muda mrefu. Nimetoka high school huko na elimu yangu, nimekuja Dar es Salaam, hustling. Kizuri ni kwamba mimi nina malezi yale ya kuishi in the mother nature. Nikisema hivyo watu wananielewa. Yaani kuishi katika mazingira yote naweza nikapambana. Sijalelewa kidivadiva. Nimelelewa kigigimane. Yaani unapambana na mazingira ili uishi. Umeshanielewa? Nadhani watu wananielewa ninachokiongea. Kwa hiyo kwenye mapambano sinaga retreat au surrender mpaka nife. Kwa hiyo nilivyoingia Dar es Salaam, safari yangu ya maisha kwa nilichokilenga, of course nitakifanya nilichokilenga, namshukuru Mungu. Japokuwa kimechukua zaidi ya miaka 10 na nitashare na watu, kwa sababu hata nilivyoingia Dar es Salaam kuna watu nilishare nao ninachotaka kukifanya. Imagine kitatimia zaidi ya miaka 10 na. Sasa mara mwisho nilikuwa naongea na mdogo wangu, tumeachana zaidi ya miaka 10 na. Mtu mzima, degree holder tayari. Akaniambia, brother, inabidi urudi katika mfumo wa kijamii. Hiyo sentence sitaisahau. Yaani nimeongea vitu vingi, yeye akaongea sentence hiyo tu. Msomi huyu. Alimaliza kila kitu, nilimuelewa sana. Sasa naanza kujirelocate katika maisha ya kijamii. Ukijumlisha elimu nilionayo na mfumo wa makazi tulionayo, ni hatari ndugu zangu. Na hichi ndicho kinachoitafuna Marekani, na hichi ndicho kinachoijenga China. Niliwapa ushuhuda wa tatizo langu la kwanza nilivyokwenda kupanga, nikachukuliwa na dalali, nikafika nikakaa sehemu husika miezi 3 plus pasipo kuijua serikali ya mtaa husika. Kwenye process za kuondoka ndio nikazozana na mwenye nyumba, tena kwenye simu tu. Akataka fedha, nikamtumia fedha yake, nikaondoka kwa amani. Kuna baadhi wao wanapenda kunitania kwamba ile hela iliniuma. No bro, nilikuwa na fedha nyingi, nimshukuru Mungu kwa sababu nilitoka pale na nimeenda kupanga sehemu nyingine. Mimi ile tukio nilivaa katika muktadha kwamba asiye na fedha kinachofuata ni nini? Si vita. Okay, unazozana na yule mtu, serikali ya sehemu husika haikujui. Mmezozana katika real escalation, manake central government itakuja pale. Sehemu yote unayoona polisi ni central government, ni mwakilishi wa central government. Sikutaka shari, nikaondoka. Nikahamia sehemu nyingine, dalali. Nikamalizana na dalali, nikaingia ndani. Usiku wangu wa kwanza, asubuhi navamiwa. Walionivamia kumbe mimi sio mhusika, wakaenda kwa wanayemvamia. Au walikuwa wamekuja kumvamia mtu ambaye walihisi ni mimi na kumbe sio mimi. Kwa nini wasingekuja na serikali ya mtaa husika, tunamtafuta fulani, we fulani unahusika na labda hichi na hichi na hichi? Sijui naeleweka ndugu zangu. Ngoja niwafundishe kitu kimoja. Mimi kijiweni nawaambiaga marafiki zangu, biashara najua, kwa sababu biashara ni kutengeneza matatizo kwa jamii, huku ukiwa umebeba suluhisho la matatizo yao. Kwa hiyo wanakutafutia pesa. Wanafikiri wakina Baresa wana akili sana akina Mo, akina GSM. Kama wana akili sana, ile bilioni 100 waliomchangia Samia ni ya nini? Wenye big brain wanaelewa ninachokiongea. Kuna njia kibao za kuingia Marekani illegally, ziko nyingi sana. Wanaoishi mtandaoni kama mimi wanajua. Kuna njia kibao za kuingia Uingereza illegally, visivyo halali. Walio mtandaoni wanaelewa. Wanafikiri wanao process zile njia za watu kuingia kwenye hizo nchi hawana uhusiano na serikali?
wana uhusiano na serikali. Wale watu wanahitajika kwa nini? Kwa sababu taifa halina watu, linahitaji watu. Na wanaohitaji wale watu ni mabepari. Tuyaache hayo. Kwa hiyo mabepari wametengeneza mwanya wa watu waingie ili wawatumie kwenye mambo yao. Mimi nataka nizungumzie ugaidi kwa sababu ndio mada yangu kuu. Watanzania, kwa hali ya usalama wa nchi yetu ilivyo kwa sasa, kulingana na mavideo yaliyotumiwa na hizi voice note, tukiachia serikali itulinde haiwezekani. Narudia tena, tukiachia serikali kuu ya nchi itulinde haiwezekani. Na kama serikali kuu haitaweza kutulinda, tukaacha nchi ikaungua inavyotakiwa iungue, nani atakaye teseka kati ya serikali kuu au wanachama wa serikali kuu na sisi huku mtaani ambao hatuna kazi maalum? Niambie, wewe ambao umejazwa hiyo roho ya huo mrengo, kalipue biashara ya fulani, kalipue kituo cha mafuta cha fulani. Hivyo hizo njama serikali kuu haiwezi kuzitrace, ila sisi wa local areas tunaweza kuzitrace. Tunazitrace vipi? Kama tunalipenda ile taifa letu, share hii video kwa watu wote wa idara ya local government watekeleze. Nchi yetu iko hali mbaya. Adui anapambana kila namna kuiharibu nchi nzima. Sasa jiulize swali moja, kama nchi nzima inaharibika, anaathirika nani wewe? Unafikiria anaathirika Samia? Samia atakula bata mpaka afe. Yaani kwa level ambayo Samia amefika atakula bata mpaka afe. Hapa tulipo kuna watu wametindukiwa drip za maji, za damu kulingana na vurugu zilizotokea. Watu wako Samia. Si ndio Wengine manita chawa. Okay. Lakini najua uchawa wangu mnauona. Sasa sikilizeni. Dawa na hakuna plan B. Nyie marais wa mitaa yetu, local government, nyie mnatakiwa muhusike na kupangisha watu na kujua watu. Ndugu zangu, lazima turudi kule Nyerere alikosema, kwa sababu huo ndio mfumo unaowalinda wa China. Hakuna taifa duniani linalopokea watu wengi kwa siku kama China wewe. Na msamiati wa ugaidi China haupo. Kwa nini? Wazungu wa Kimarekani wanaoishi China wamenijipa jibu. The society structure, ule mfumo wa kijamii ni ngumu kupeleka wazo la kigaidi. Lakini mfumo wa kijamii wa Marekani ni rahisi kupeleka wazo la kigaidi na likatekelezeka. Tunajua Marekani kichwa cha habari mgawanyo wa riziki. Tuache huko. Mimi nataka nije hapa kwetu. Hata hapa kwetu pia hiyo ipo, kwamba kunipa mimi milioni 20 kwa mfano kwenda kutekeleza uharibifu fulani sehemu ni kitu chepesi, sina njaa. Ni kitu chepesi, I'm telling you, very easy. Milioni 20 bro, sijawahi kuishika hiyo hela. Tunaelekea huko, I'm telling you. Madalali, wacheni kazi ya kupangisha watu. Kazi ya kupangisha watu ni ya serikali ya mtaa. Mtu ajaze form kama hiyo niliyokuwekea kwenye screen hapo. Majina matatu, alizaliwa wapi, ameoa hajaoa, kazi yake kazi gani. Hivi kwa nini likitokea la kutokea hapa ninapoishi hapa sasa hivi, haya maswali lazima nitaulizwa na serikali kuu ikija. Yaani nimeumwa ghafla hapa nilipo, nikashindwa kutoka nje. Majirani zangu nikawaita, watakachokifanya ndo wataitafuta loko, na loko ndo i-communicate na central government, ndo naanza kuulizwa haya maswali. Hapa mjini ndugu yako wa karibu ni nani? Imagine. Kwa hiyo babako na mamako ni wa wapi? Ndugu zangu, this basic question mimi shaenda Segerea. Kwa nini maswali Bwana Jela anatuuliza? Kwa sababu tayari unaishi katika mji wa Bwana Jela. Kwa Bwana Jela lazima akusanye taarifa zako muhimu, likitokea la kutokea ajue anakusaidiaje. Mabwana Jela wetu wa mtaa ndio wanatakiwa watupangishi. Nyie mabwana Jela, hii fomu hii ndio watu watakuwa wanainunua kwenye ile hela ya mwezi ile. Kama una vyumba vya 30, hii ndio fomu ya kulipia. Kama una nyumba ya 300,000, 400,000, milioni, hii fomu ni lazima ijazwe. Kingine, mimi hapa sasa hivi nakaa mwenyewe. Naweza nikatoka kwenye mizunguko yangu saa 8, saa ngapi narudi mwenyewe. Tengeneza picha, all of a sudden wakaongezeka watu nikawa naishi nao. Hakuna mtu anayeniuliza. Ndugu zangu wamekuja kunitembelea kutoka Moshi, Kibosho, Umbwe. Mabonsa 4 5. Tunaishi nao. Nobody ask.
maisha ya Kimarekani hayo. We, hatutaki kuishi Marekani. Tunajua tunapushiwa kuishi Marekani, lakini we need to kill this Marekani. Kumbe wale watu wamekuja ni special force kuja kutekeleza jambo fulani. Vipi rais wa mtaa akanifuata akaniambia naona una ugeni. Hebu nipe kidogo maelezo yao wao. Bana hawa ndugu zangu wamekuja. Wanafanya shughuli gani? Huyu mmoja ni winga, mmoja anauza nguo, huyu mmoja fundi ujenzi. Kwa hiyo wanajitafuta mzee wangu. Kwa hiyo hawa ni watu wazuri, tunajuana. Hiyo ina usalama kiasi gani? Kwa sababu mabouncer wamehamia, tunarudi saa 5 saa 6 tumetoka kuhang out huko. Maelezo kamili hayajulikani. Wewe central government haiwezi kumonitor kila kitu. I'm telling you. Jibu kamili unaona kinachoendelea Marekani. Central government iko busy kuishambulia Nigeria, central government iko busy kuishambulia Venezuela. Lakini ukiwaambia Amerika wanakuambia mauaji ya ndani ya nchi yao ni makubwa kuliko namba ya askari wao, wanajeshi wao waliokufa katika vita ambazo wanapigana hazina maana. Mimi ni msikilizaji mkubwa sana wa American podcast. Kwa sababu ndiko nakopata ukweli wao. Lazima tujifunze kwa kuona na kusikiliza. Hizo ndizo methodi mwanadamu anazojifunzaga akizaliwa. Kuona, kusikiliza na kufanya. Unaona kwamba unatataja Marekani tu na China. Wewe umejifunza, yani umezaliwa vitu unavyovifanya ulikuja navyo duniani au umeviiga na wewe. Amekuja mgeni, Mkenya, Mganda, amepita immigration, amemalizana na immigration, anakwenda kuishi Masaki. Lazima apite serikali ya Masaki, ajaze hii form. Kutoka hapo wewe ni Mkenya, rafiki yako wa karibu ukipata tatizo, embassy yangu. Ukifa hapa body yako, mwili wako unapelekwa wapi? Utataja Kisumu, Mombasa, wherever. Mganda hivyo. Sijui tuna Wareno wale wa Yanga. Washamaliza na immigration. Bado wanapolala kama ni Sinza, Masaki, wapi, lazima waende kwa serikali ya mtaa wa Masaki au Sinza, wajaze hizi form. Ushamaliza na immigration. Immigration ni central government. Njoo hapa kwa loko, ujistate wewe nani? Kazi gani unakuja kufanya hapa? Mimi na coach Yanga. Wabugulugaria wa Simba, hivyo. Hivi vitu havihitaji central government. Loko mnaweza mkatengeneza by law. Kuna kitu inaitwa by law. Wengine tumeenda shule. Visheria vidogo kwa ajili ya faida yetu sisi local resident, kwa usalama wetu. Wa Tanzania tuki-escalate mnavyotaka, wanaoumia ni watu wa kawaida. Wanaoumia ni watu wa 80% ya Watanzania riziki yao mpaka waamke. 80%. 20 waliobaki kuna wana riziki ya mwezi, kuna wana riziki ya wiki, kuna wana riziki ya miaka 2-3. Kwa mfano mimi ile lockdown nilikuwa na hela ya kula siku 5 tu. Yaani ile tulikuja kufunguliwa na ndo ile hela yangu imeisha. Jukumu la usalama wa taifa letu sio la central government. Ukitaka kuamini, angalia hali ya usalama wa Marekani ndani ya nchi yao. Kuna majiji mangapi yako under military control? Mtajua wenyewe. Wako kwenye government shutdown bado. Hiyo watu wananiambia nianze kuzungumzia hiyo kitu. Niko laser focus na hali yetu ya nyumbani zaidi. Sitaki kujifanya najua wa Marekani kuliko ya kwetu. Wa Tanzania, ile milioni, ile laki, ile 20,000, 30,000 ni za marais wa mitaa yetu, local government member, president, wapate mandate, wapate fedha ya kurani ofisi zao. Niwaongezee na hii hata kwenye ardhi, na wakumbusha wa Tanzania, hata kama tunakwenda kwenye katiba pia, sitakiwi kununua ardhi nikauziwa na agent anaitwa sijui real estate. Hii tunaiua. Hivi wewe real estate kakupa nani ardhi? Central government. Central government ni nani? Si mkoloni. Ninakwenda kununua kiwanja cha bilioni 5 pale Kariakoo, si ndio? Biashara namalizana na serikali ya mtaa pale. Kwa sababu mwisho wa siku lile jengo ni la ile serikali miaka yote. Tena wao ndio wanatakiwa wao wanasimamia uimara wa jengo kwa sababu ni la kwao, litakaa pale miaka yote. Mimi sinapata tu kodi. Naweza nikalichukua ile jengo nikalipeleka Uchagani. Kuna vitu vingine ndugu zangu, sheria za nchi zinabidi tuziandike sisi. Sheria nyingi ni za mkoloni ndio zinazotugombanisha. Hii bilioni 5 nayo toa pale. Watajua sasa, tunataka tujue mgawanyo. Labda kuna regional, kuna central, kuna vitu tutakuja kuvirekebisha kwenye katiba kuu. Lakini kwa kuanzia, biashara ya real estate ni ya local government. Apate hiyo dividend yake na yeye kuendesha mambo yake. Kingine nilichojifunza ambavyo tunaweza kuvitekeleza, kuna matatizo vidogo kwenye local areas ambavyo nikuja kujifunza ambavyo
tukitengeneza structure nzuri tunaweza tukavimaliza. Kwa mfano masuala ya fumigation. Hivi local government president anashindwa kuorganize kuokota hata 500 tukafanya fumigation ya kila wiki. Nakumbuka ile fumigation aliyofanyaga Makonda na Magufuli kipindi nalala pale Mnazi Mmoja. Wiki mbu waoni. Wanapulizia dawa. Wiki mbu waoni. Wanajiachia tu pale uwanjani. Huku mtaani kuna mambu kibao. Hivi haiwezekani tuka-organize weekly collection of money, tukanyunyizia dawa, mbu wakapotea ndani ya wiki? Haiwezekani? Inawezekana bana. Okay, tuna mitaa yetu ambayo ni mibovu. Yani mvua ikinyesha kuna sehemu maji yanatuama miezi 6. Nobody cares. Hii fomu niliyokuambia bwana rais wa mtaa, mtu akiwa anajaza kama ni engineer a state was. Tengeneza picha, una tatizo la kimiundombinu mtaani kwako. Unajua kabisa na engineer Mushi hapa mtaani kwangu. Engineer Mushi, hebu nifanyie tathmini ya hapa tunafanyaje haya maji yatoke. Nipe tathmini yako ya kiengineer. Tunayatoaje hapa haya maji? Kwa sababu pale ni nyumbani kwangu. Nikatoa tathmini yangu ya kiengineer pale tunafanya hivi. Rais wa mtaa akaorganize vijana pale, akawanunulia ugali, ni mtaani kwetu, paka jaza kifusi, paka chimbwa mtaro. Ndugu zangu, matatizo yanatengenezwa, afa yanatengenezwa biashara naijua wewe. Unajua, ngoja niwape siri. Elimu yangu nyingi ya kuijua dunia wamenifundisha Waislamu. Unajua mimi nimesoma sayansi, alafu pamoja kwenye sayansi naweza nikavaa neutrality. Sasa kwa sababu nilikuwa na chembe za Ukristo, sikuamini Waislamu, lakini vile vitu Waislamu walivyonifundisha vinatokea sasa. Waislamu, everything you taught me is true. Yote mlionifundisha. Kuna video rafiki yangu amefishia na mimi ile ya masuala ya pesa. Is a big example. Mkenya atakwambia Watanzania hela yao ni ndogo. Unaona hii microphone ninayotumia? Aliyenielekeza kununua ni Mkenya mmoja hivi. Mtandaoni huko tu nilikuta anaitoa review ya hii microphone. Kule Kenya hii microphone inauzwa shilingi 10,000 ya Kenya. Ukibadilisha 10,000 ya Kenya ndio sawa na hii hela niliyokwenda kununua hii microphone 185,000. 185,000 na 10,000 ya Kenya kuna tofauti gani? Fanya mahesabu mwenyewe. Hela ile jamaa aliyoitaja ndio hiyo. Sasa tengeneza picha, mimi ni mfanya biashara na yule jamaa wa Kenya, tunakwenda China kufunga bidhaa hii. Mkenya anaenda kuuza 10,000, mimi nakuja kuuza 185,000. Maana yake sote tunapata faida ile. Tukibadilisha hela zetu zinafanana. Alafu Mkenya atakwambia hela yetu kubwa. Tuiache hayo, nimekupa mfano tu kwamba kuna vitu vingi Waislamu walinifundisha. Ni vya kweli. Mtu atajiuliza, kwa nini Wakristo hawakufundisha hivyo? Hivi wewe unakwenda kwenye kanisa la Masanja. Masanja anaweza kukuambia Marekani ni mbaya wakati mabosi wake ni wa Marekani. Utakwenda kwa Mwacha au Mamposa au Wajima akwambie Marekani ni mbaya, wakati kesho na shukutu atapanda ndege aende Marekani. Sukutua akili. Hizi dini nishawaambia, hizi dini lazima tuzifanyie mechanism, tuzipunguze nguvu ili sisi wa Tanzania tuwe na nguvu. The bottom line is upangaji na upangishaji ni kazi ya local government. Wewe local government nisikilize, tafuta IT, kusanya hizo taarifa zao madalali uchorwa. Wanasema sio amepewa kibali na serikali kuu. Kazi serikali kuu inawapa watu uhalali wa kutudalalia mali zetu, si ndio? Kwa sababu mali zilizo katika mtaa wako wewe rais wa mtaa ni za kwako wewe rais wa mtaa. Si ndio maana Samia anakuwa na uhalali wa kudalalia mali zetu kwa sababu ndio rais wa nchi. Kwa nini wewe rais wa mtaa usiwe na uhalali wa kudalalia mali za mtaa wako kwa faida ya watu wako? Ardhi mtu anataka kununua, lazima wewe serikali ya mtaa unahusika. Dalali kutoka wapi? Kutoka Marekani ana kibali cha serikali kuu. We have to kill this quick fast. Yaani kama kuna maandamano ya strip off vibali vya madalali real estate, mimi wa kwanza kupigwa risasi quick fast. Kwa sababu hao ndio wanatuletea magaidi hao ambao wamekuja kutuchomea nchi. Hii kesi mimi naweza nikaifungua kwamba hawa waliletwa na madalali, wakatafutiwa vyumba wakalala, wakatafutiwa vyumba hotel, everything in between. Madalali peleka Marekani na Ulaya. We don't need madalali. We gonna kill madalali. Matatizo mengi yako katika muktadha wa madalali. We know. Taifa lisilo na udalali mwingi lina amani na utulivu. Sababu kwanza mgawanyo wa ardhi unakuwa smoothly. Rais wa mtaa, real estate business ni zako na wewe upate fedha ya kuendesha ofisi yako. Tafuta kijana kutengenezee
hizo Instagram zao hizo na hizo form mziandae. Ukiwa na wasiwasi na mtu umwelewi, msimamishe, muulize na kuomba katika ofisi ya mtaa tujuane kidogo. Ndugu zangu, nchi yetu imevamiwa. I'm telling you the truth. Nchi yetu imevamiwa. Kilichotokea tarehe 29 has never happened before. Na adui hajakata tamaa. Adui labda alitarajia knockout blow, kwa hiyo ameshindwa, ameenda kujipanga. Ndugu zangu, marais wa mitaa ni ndio marais kamili. Tunakoelekea kwenye katiba mpya, investment inayofanyika katika mtaa, lazima rais wa mtaa aisimamiwe, iwe imara, iwe bora kwa faida ya watu wake. Ukiona investment anayefaidika ni central government, hatuitaki. Hapo nchi imeuzwa. We gonna debate this. We are going to debate this. Key takeaway, upangishaji. Tujuane kwenye makazi yetu. Mimi ni winga Kariakoo, mimi mbeba zege Kariakoo, mimi nina duka, mimi engineer, mimi mwalimu, mimi wherever you need to fill in. Vibali hivi provide kwa serikali ya mtaa. Driving license, NIDA, voting ID, show them. Ndugu zangu, nchi yetu haiko salama na wakutusaidia sio central government. I'm telling you, mifano iko wazi. Mimi na video kibao za uhalifu wa Uingereza na video kibao za uhalifu wa Marekani. Kwa nini zile serikali zimeshindwa kucontrol ule uhalifu? Kwa sababu mfumo wa makazi una madalali. Mfumo wa uajiri watu pia una madalali. Kwa hiyo madalali wanaforce hela. Mara zote ninazo kwenda kupanga, dalali anahemea juu, hataki kuipoteza hela. Yaani dalali anataka quick fast yake hela mfukoni. Most of madalali hawana plan B ya kazi. Kazi yao kuu ndio hiyo. Okay, wengine wanasema sijui ndio side yaso. Come on nigga. Hey, marais wa mtaa, nyie ndio marais. Oya, ukienda kupanga, pita kwa rais wa mtaa, jaza form, ndio utoe hela. Basic question, rais wa mtaa uliza, umeoa hujaoa, unafanya kazi gani? Fill in, official, piga na muhuri. Form moja ya kwake, form moja ya kwako. Ndugu zangu, nchi yetu iko hatarini. So if we not gonna protect our country, who's gonna protect? Central government, eh? Kwa akili yako unajiachia tu, central government inalinda. Kakudanganya nani? Mmoja yanatoka Marekani, central government haiko pale. If we gonna escalate, watakaoumia ni sisi wa kawaida ambao tuna kazi maalum, kipato chetu cha kuamka, tukafanya vibarua huko. Kuna watu wana akiba ya mwezi, akiba ya wiki, kama mimi ya kwangu ilivyokuwa akiba ya wiki. Kuna watu wana akiba ya mwaka. Kuna watu wana akiba mpaka wanaweza kukimbia nchi. Jukumu la ulinzi na usalama wa taifa letu ni la sisi wa grassroots level, huku chini, huku local areas. Watanzania, share hii video, kila mtu aielewe na muidiscuss. Wakunitukana kwenye comment, mnaweza mkanitukana. Mkija kwenye WhatsApp yangu, namba yangu ipo. Mimi napenda kupokea reaction zote. So man, I'm the real G, right? Najua maisha yangu mimi najua. So niggas, the security for our country belong to us. Tuelimike, tusiwe wasomi.